bali imekuwa ni kawaida kuwasema wale ambao wanaoingiliwa kinyume na maumbile, bali imekuwa tofauti, wale ambao wanaowaingilia wao wamekuwa hawasemi, wanaonekana sio wahanga wa jambo hili. Kumbe hapa kuna watu wawili, kuna yule anayefanya na kuna yule anayefanyiwa. Sasa hawa wanaofanya ni watu ambao wapo katika jamii. Kuna wengine tunaswali nao katika majumba ya ibada, kuna wengine ni viongozi, wanaudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuepusha na mitihani kama hiyo, bali wao ndio wamekuwa wanafanya vitu kama hivi. Bali imefikia kiwango katika jamii tuliyokuwa nayo leo, kuna mtu haoni raha yeye kutembea na mwanamke, bali raha yake ni kutembea na mwanaume mwenzie. Jamii imefikia katika hali kama hiyo. Bali jamii tuliyokuwa nayo leo imefika kiwango mwanamke kwake yeye haoni raha isipokuwa na yeye pia aingiliwe kinyume na maumbile, na yule mwanamume ambaye hafanyi hivyo vitendo, jamii leo inamuona kama vile ni mshamba asiyejua starehe. Jamii imefikia katika kiwango hiko leo. Yaani ikiwa wewe sio mtu ambaye unapenda mapenzi ya jinsia moja au haupendi kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile, unaonekana wewe ni mshamba. Wanaume wenzio watakuona mshamba na wanawake pia watakuona mshamba. Leo dunia imefikia katika hali kama hiyo. Sasa haya yasiposemwa na watu wasipoelezwa madhara yake na adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana watu wakaona ni jambo la kawaida sana, lakini kumbe katika Uislamu ni jambo baya, na adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, haina mfano wake. Ndugu zangu, miaka takriban kama 30 nyuma iliyopita, ilikuwa katika mitaa yetu kuonekana mtu ambaye shoga au anayeingiliwa kinyume na maumbile, ilikuwa ni jambo ambalo kumuona mtu kama huyo kwa kweli unafanya kumtafuta kwa tochi. Ni nadra sana kumuona. Miaka 30 nyuma iliyopita, 20-30 nyuma iliyopita, yani mtaani ikitokezea kuna mtu ambaye ni shoga, jamii ilikuwa inastaajabu, bali ilikuwa ni aibu kubwa, bali ilikuwa yule mtu anayefanya hivyo anaishi kwa kujificha. Lakini leo ukitembea katika mitaa, wale ambao wanaingiliwa kinyume na maumbile imekuwa ni jambo la kawaida, na wanatembea wamerelaksi na wala hawana shaka kabisa. Bali imekwenda mbali zaidi. Katika jamii tunayoishi leo, wanaoingiliwa kinyume na maumbile wamegewa majukwaa, ndio wamekuwa wasemaji katika baadhi ya majukwaa. Leo kuna baadhi ya media, kuna vyombo vya habari, kuna watu ambao ni mashoga na wanajulikana kuwa hawa ni mashoga, wamegewa nafasi ya usemaji, kuwa ni watangazaji katika media za aina fulani hapa Tanzania. Yani maana yake ni kwamba yule mtu ambaye ni shoga anapata platform ya kuweza kuongea na jamii. Unajua, mtu akigewa jukwaa radio au television akawa anaongea na jamii kwa muda mrefu, maana yake anaweza kuiathiri ile jamii kwa muonekano wake na maneno yake. Leo mashoga wamegewa majukwaa katika media, wamekuwa ndio wasemaji, bali mashoga wamekuwa ndio watu wanachambua mambo ya kijamii katika media za aina fulani. Kwa wale ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii, radio hizi, television mbalimbali, kuna watu ambao ni mashoga, ni watangazaji, wamegewa vipindi maalum. Utasikia kipindi kinaitwa kipindi cha aina fulani, pale ndani kuna shoga. Media nyingi ukizifuatilia, takriban media nyingi Tanzania zina mashoga ndani yake, na wale wa mashoga ndio wamekuwa wachambuzi wa mambo ya kijamii. Unadhani huyu shoga anaweza akachambua jambo la aina gani ikiwa yeye mwenyewe yuko katika mlengo wa aina fulani? Bali kuna baadhi ya mashoga wamegewa mpaka uongozi, kwamba mtu ni mbunge lakini shoga. Bali imekwenda mbali zaidi, ili jambo la ushoga imefikia mahala mtu ni diwani lakini shoga.
Kuna mtu mwingine ana cheo kwenye kampuni, amegewa ukurugenzi, ni manager lakini shoga. Kuna mtu amegewa uwaziri, yani unamfahamu huyu ni waziri katika nchi lakini ni shoga. Yani jamii leo imewapeleka mbele, imewaweka mbele watu ambao wanaingiliwa kinyume na maumbile, mpaka ikaonekana ni jambo la kawaida katika jamii. Wakati miaka 20 au 30 nyuma, ili jambo ilikuwa ni nadra sana kuonekana katika jamii. Leo jamii yetu ya Kiislamu imefikia katika mazingira kama haya, kweli imeonekana ni jambo la kawaida sana. Sasa haya yasiposemwa, hawa watoto tunaowaona leo, kizazi hiki, maana yake miaka 10 au 20 mbele tutakuwa tumekipoteza hiki kizazi, na target yao kubwa ni hiki kizazi cha hawa watoto wetu, ndio target yao kubwa. Japokuwa wako baadhi ya watu ambao ni watu wazima leo tunawafahamu, na wenyewe nao pia wanafanya hivyo vitendo. Wako watu ambao ni mabasha, wanawaingilia watoto kinyume na maumbile, na wako watu wazima ambao nao pia wanaingiliwa kinyume na maumbile. Yani ni jambo ambalo ukilifuatilia kwa makini limeota mizizi kiasi ambacho huwezi kujua nani yupo salama na nani kaharibika katika jamii tuliyokuwa nayo leo. Sasa ni lazima tuweze kulizungumza hili jambo kwa muktadha wa kutazama dini inasemaje, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama jambo kama hili amelizungumziaje. Ndugu zangu, kwanza katika Uislamu, kitendo cha mtu kumwingilia mwanamume mwenzie kinyume na maumbile, kitendo cha mwanamume kuingiliwa kinyume na maumbile, kitendo hiki katika Uislamu ni haramun mutlaqan, ni haramu, hakuna mjadala katika Uislamu. Ni kitendo ambacho ni haramu, maana yake kimekatazwa, na mtu akifanya maana yake anapata dhambi. Bali sheria ya Uislamu imekwenda mbali zaidi. Mtu ambaye anafanya kitendo cha kumwingilia mwanamume mwenzie kinyume na maumbile, au yule ambaye atakayekuwa anaingiliwa kinyume na maumbile, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake, hadithi ambayo ameipokea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala amuiradhi yeye na baba yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja hadithi yake aliwahi kusikika akisema, man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin, ikiwa mtawakamata, ikiwa mtawakuta watu ambao wanafanya kitendo cha kaumu Lut, wanaingiliana kinyume na maumbile, ikiwa mtawakuta, Mtume anasema mkawakamata watu ambao wanaingiliana kinyume na maumbile, Mtume anasema faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Mtume anasema anatakiwa auawe yule ambaye anayefanya na yule ambaye anayefanyiwa. Ikiwa mtamkamata, ikiwa mtamkuta yule ambaye anafanya kitendo cha kaumu Lut, anamwingilia mwenzake kinyume na maumbile au anaingiliwa, hukumu katika Uislamu anatakiwa auawe yule anayefanya na yule anayefanyiwa. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, waman wajadtumuhu, na yule ambaye au ikiwa mtamkamata mtu ambaye waka ala bahima, anamwingilia mnyama. Yani kuna watu wao kazi yao ni kuingilia wanyama. Kuna mtu anafanya mapenzi na mbwa, kuna mtu anafanya mapenzi na ng'ombe, kuna mtu anafanya mapenzi na mbuzi, kuna watu wanafanya hivyo vitendo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema ikiwa mtamkuta mtu huyo, hukumu yake mtu huyo ni kuuawa, lakini pia na yule mnyama naye aliyeingiliwa hukumu yake ni kuuawa. Hadithi hii ya Mtume, subhanallah, subhanallah.
Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hukumu ya mtu ambaye anafanya kitendo cha liwat akakamatwa yule ambaye anafanya au anafanyiwa, Mtume anasema faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, anatakiwa auawe yule ambaye anafanya na anafanyiwa kile kitendo. Kwa mujibu wa Uislamu, kwa hukumu hii maana yake ni kwamba kufanya kitendo cha liwat ni kitendo kilichokuwa kibaya sana, ndio maana hukumu yake ikawa ni kuuawa. Wanawachuoni wameikhtilafiana namna ya kumuua yule ambaye anafanya au anayefanyiwa, lakini mahalu shahid ni kwamba katika hukumu ya Uislamu, mtu ambaye anakamatwa anafanya kitendo cha liwat, hukumu yake ni kuuawa katika Uislamu. Kwa hiyo ni kitendo kibaya ambacho kimewekewa adhabu kali katika Uislamu kwa mtu ambaye anafanya kitendo kama hiki. Bali wanawachuoni wanatueleza ya kwamba al-liwat yahtazzu lahu arshu rrahman, kitendo cha mtu kufanya liwat kinapelekea kutingishika kwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wakati mwanamume anamuingilia mwanamume mwenzie, arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inatingishika kwa kile kitendo. Wakati mwanamume anamuingilia mwanamke kinyume na maumbile, arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inatingishika, inatikisika kwa kitendo cha mtu kumuingilia mwanamke au mwanamume mwenzie kinyume na maumbile. Kwa hiyo Muislamu inatakiwa alifahamu hili kwamba kitendo cha liwati ni kitendo ambacho kinapelekea ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kali sana, na ndio maana Uislamu ukaweka sheria ngumu kwamba mtu akikamatwa inatakiwa auawe. Sasa unapofanya kitendo kama hiki kwa kumuingilia mke wako au kwa kumuingilia mwanamume mwenzio, tambua ya kwamba umeingia katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya hadithi yake aliwahi kusema, man ata imra'atahu fi duburiha mal'unun, Mtume anasema mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa yule ambaye anamuingilia mke wake kinyume na maumbile, mtu huyo amelaaniwa. Man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa yule ambaye anayemuingilia mke wake kinyume na maumbile. Pindua maana yake ni kwamba ikiwa mtu amelaaniwa kumuingilia mwanamke, vipi mtu ambaye atakayekuwa anamuingilia mwanaume mwenzie? Maana yake mtu huyu atakuwa katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unaposema laana, maana yake mtu anatolewa katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamuingilia mwanaume mwenzie ametolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamuingilia mwanamke kinyume na maumbile ametolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mtu haoni ajabu kumuingilia mke wake au kumuingilia mwanaume mwenzie. Na ukisikia mtu amelaaniwa, maana yake hawezi kuiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuiona, hawezi. Yani unaposikia Iblis amelaaniwa, sheitani yule amelaaniwa, maana yake ametolewa katika rehema za Allah, ametolewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye anayemuingilia mwanaume mwenzie ametolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake mtu ni haramun mutlaqan, akiwa amekufa hali ya kuwa hajatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amekufa hali ya kuwa ni basha, amekufa hali ya kuwa ni shoga anaingiliwa kinyume na maumbile. Mtu huyu ni haramu kwake yeye kusikia hata ile harufu ya pepo, ni haramu. Ni haramu kwa mtu ambaye anayeingiliwa kinyume na maumbile, iwe ni mwanamke iwe ni mwanamume, ima mtu anayeingilia wanawake au anayeingilia wanaume, ni haramu kwake yeye hata ile harufu ya pepo kuinusa, ni haramu kwake yeye.
amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hali ipoje katika jamii ya Waislamu? Hali imezidi kuwa mbaya katika jamii ya Waislamu. Ndugu zangu, ukiingia katika mitandao, wale ambao wanawake wanaoshajiisha, wanaowamotivate na kuwaencourage wanawake wengine waingiliwe kinyume na maumbile, wanaonekana ndio wanawake walioendelea zaidi na wana mafanikio zaidi katika mitandao ya kijamii. Na hata kwenye jamii, ukitembea katika jamii zetu, kwa mfano utembee Magomeni, Kinondoni, Tandale, Kigogo, Mbagara na baadhi ya maeneo mengine, ukienda Kariakoo huko, Mwananyamala, ukitembea Kawe na baadhi ya maeneo mengine, leo wanawake wanaoshajiisha na wanaoencourage wanawake wenzao waingiliwe kinyume na maumbile wanaonekana ndio wanawake walioendelea zaidi. Kwenye mtandao siku moja nilikuwa nafuatilia, kuna binti mmoja sasa hivi anaonekana amemjengea nyumba mama yake, kamjengea nyumba mama yake, na yule binti sasa hivi na yeye kajenga nyumba yake, na yule binti ana gari, anaendesha gari, anaonekana ana gari. Yule binti katika moja ya content zake ni kuhamasisha wanawake waingiliwe kinyume na maumbile ndio waweze kupata mafanikio. Na kimsingi ni kwamba anaonekana ni mwanamke ambaye amefanikiwa, kwa sababu mwanzo ilikuwa anaonekana yupo kwenye chumba kimoja, lakini baadaye akaonekana anaposti kwenye mitandao anamjengea nyumba mama yake, nyumba nzuri. Baadaye akaonekana anajenga nyumba yake binafsi, baadaye ikaonekana ana gari yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Na anawahamasisha wanawake wengine kwamba ili wapate mafanikio ni lazima waweze kuingiliwa kinyume na maumbile ndio waweze kupata pesa. Yule binti anaonekana ni shujaa, yule binti anaonekana amefanikiwa kwenye jamii. Wale ambao watakaokuwa wanafuatilia TikTok watakuwa wanamjua, kuna binti anaitwa Pipitida. Yaani ukiingia kwenye mitandao, kazi yake ni kucheza uchi, kazi yake ni kuposti mafanikio yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Sasa jamii leo imewapa kipaumbele kiasi ambacho mpaka inaonekana mafanikio ya wanawake hawawezi kuyapata mpaka waingiliwe kinyume na maumbile, bali limeonekana ni jambo la kawaida katika jamii ya leo. Sasa hali katika jamii imefikia katika kiwango hiki, bali ukiingia katika mitandao leo, kuna mtu anaitwa Ankoti, kuna kijana mmoja anaitwa Ankoti, ni kijana mdogo sana, anaonekana anafanya biashara, anaonekana ana magari, anaonekana ana pesa nyingi, lakini ni shoga, lakini anaonekana ameendelea, amesucceed kwenye maisha, na ni mtu ambaye ana trendi katika mitandao ya kijamii na watu wengi wanamfuatilia, lakini ni mtu ambaye anaingiliwa kinyume na maumbile. Jamii inaaminishwa kwamba ili kijana aweze kufanikiwa ni lazima aingie katika mtandao wa ushoga. Jamii leo imefikia katika hali hiyo. Siku moja niliwahi kuambia shughuli nyingi za Kiislamu leo, shughuli nyingi za Kiislamu, ukienda katika zile shughuli, pengine inaitwa usiku wa keki, au pengine kuna kumtoa mtoto, au pengine kuna 40 sijui, au pengine kuna birthday. Yani ukienda kwenye zile shughuli, wale ma MC wanaoshika maiki ni mashoga. Mimi nafuatilia wale wanaoshika maiki kwenye zile shughuli za wanawake, hasa wa Kiislamu, wengi wao wanakuwa ni mashoga. Bali wanawake wengi wa Kiislamu wana vikundi vyao vya kutunzana. Kwenye vile vikundi vya kutunzana ndani yake pia kuna mashoga. Yaani unamkuta mwanamke wa Kiislamu amekaa kwenye kiti, kisha yule shoga anakuja anamtunza pesa 10,000, 5,000. Mashoga wana mtandao wao na wanawake wa Kiislamu. Bali kuna wanawake ambao wao ndio organizers. Yaani ukitaka shughuli yako waje mashoga, nenda kamtafute mwanamke fulani wa Kiislamu huyo. Yaani huyo kazi yake anajulikana kwamba yeye mashoga wote wa mjini yeye ndo ana connection nao.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamii imefika kwenye kiwango hiko leo. Jamii ya Kiislamu imefika kwenye kiwango hiko leo. Yaani mashoga wanajua majukwaa kwa kiwango hiko, bali imefikia hatua zile shughuli wanakwenda watoto wadogo. Ukiangalia kwenye mtandao unakuta kuna shughuli, kuna watoto wadogo, lakini kuna mashoga wamejazana kwenye ile shughuli. Mashoga wale wanatunza, mashoga wale wanacheza, tena wanachagua na nyimbo ya aina fulani ya mafumbo, wengine mpaka wanapigana, wanagombania mwanamume katika shughuli. Mashoga. Utafiti mdogo niliofanya katika mashoga 10 wale ambao mimi nimewafuatilia, katika mashoga 10, 9 ni vijana wa Kiislamu. Mashoga 10, 9 ni vijana wa Kiislamu. Yaani unaweza ukaona ni namna gani jamii ya Kiislamu inaharibika kwa hawa watu wanaitwa mashoga. Juzi nilikuwa naona kuna vijana fulani mapacha, ni vijana wa Kiislamu, vijana wadogo miaka 14, mapacha, Kurwa na Doto, ni vijana walioharibika kwenye ushoga, wapo kwenye shughuli na wao wanatunza. Jamii ya Kiislamu imefikia katika mazingira kama hayo. Ndugu zangu, janga hili lisiposemwa, lisipozungumzwa, jamii au watoto wa Kiislamu wanakwenda kuharibika. Sio watoto wa kiume, sio watoto wa kike. Hali imekuwa ni mbaya, bali imefikia kiwango sasa hivi watoto wa kiume mavazi wanayovaa hawana tofauti na watoto wa kike. Yaani utamkuta mtoto wa kiume kavaa kinjunga, yaani amevaa kibuku. Moja ya kodi yao ya mavazi ni kuvaa vinjunga. Yaani ukimwona mtu kavaa kibuku na mapaja yako nje, ujue huyo inawezekana kipa katoka. Yaani kuna uwezekano mkubwa. Ukimwona mtoto wa kiume kavaa kinjunga, mapaja yote yako nje, kavaa kibuku kidogodogo, mapaja yako nje, kwa vyovyote kuna asilimia kubwa huyo mtu inawezekana diara katoka. Na ndio kodi yao. Ukitembea Magomeni, Kinondoni, Mwananyamala, wapi, wale watu wote wanaofanya hizo kazi, hiyo ndo aina yao ya mavazi waliokuwa nayo. Jamii imefikia kwenye kiwango hiko kwamba watoto wa kiume wanajifananisha na watoto wa kike. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika moja ya hadithi yake aliwahi kukemea jambo la watoto wa kiume kujifananisha na watoto wa kike. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake ndefu anasema, amelaaniwa yule ambaye atakayejifananisha na mtoto wa kike, na amelaaniwa yule ambaye mtoto wa kike atakayejifananisha na mtoto wa kiume. Mtume anasema hivyo, amelaaniwa yule ambaye atakayejifananisha na mtoto wa kike, na mtoto wa kike akajifananisha na mtoto wa kiume. Ikitokezea mtoto wa kiume akaanza kuvaa cheni, kisha akawa anavaa hereni, akawa anavaa vinjunga, huyu amejifananisha na mtoto wa kike. Na moja katika vitu ambavyo watu hawavijui, mtoto wa kiume akiwa anavaa cheni za dhahabu, moja kati ya vitu ambavyo Uislamu ndio maana umekataza mtoto wa kiume kuvaa dhahabu. Dhahabu ina asili ya kulainisha mifupa. Yaani mtoto wa kiume huruhusiwi kuvaa cheni. Cheni anavaa mtoto wa kike. Yaani ukimwona mtoto wa kiume anavaa cheni, ujue huyu anajifananisha na mtoto wa kike. Dhahabu moja ya sifa yake ni kulainisha mifupa, na ndio maana Uislamu ukamkataza mtoto wa kiume asivae dhahabu, avae mtoto wa kike. Lakini sasa hivi kuna watoto wa kiume wanavaa vipuli. Mtu ana kipuli chake cha dhahabu amevaa, unamkuta ana macheni yake hapa, ana macheni mkononi kavaa ya dhahabu. Yaani huyu baada ya miaka 5 au miaka 10, usishangae ukamkuta amelainika akiwa anatembea mikono iko hivi. Mtume anapoongea jambo hazungumzi kwa utashi wake, wama yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume ilikuwa hazungumzi kwa utashi wake.
Yani inakuwaje mtoto wa kiume anavaa mavazi ya mtoto wa kike? Sasa leo tazama, kuna vijana wa Kiislamu wanavaa cheni, unamkuta mtu kavaa cheni hapa, unamkuta mtu kavaa bangili hapa za dhahabu, unamkuta mtu kaweka vipuli, bali kuna watu wamekwenda mbali zaidi, wanavaa mpaka vipini katika pua. Mimi nawafahamu vijana wa Kiislamu wanavaa mpaka vipini katika pua. Lengo au kwa sababu kamuona Tupac Shakur anavaa kipini na yeye anavaa kipini, yani anajiona ni Mnyamwezi kwa kule kuvaa kipini. Wapo watoto wa kiume wanafanya vitu kama hivi. Sasa huyu amejifananisha na mtoto wa kike, huyu nayo anaingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala.